na Watanzania nimekuwa nikiwaambia kwa nini wanichague kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Makini ambaye nitakuwa rais wa awamu ya 7. Sababu yangu kubwa ya kimsingi, ninawaambia sababu iliyonisukuma ni kuwatumikia Watanzania kwa utumishi uliotukuka. Sasa Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli alikuwa ni rais ambaye alikuwa na dhamira ya dhati ya kuwatumikia Watanzania, na utumishi wake hakika mimi mwenyewe nasadiki alikuwa anawatumikia kwa utumishi uliotukuka. Hivyo basi mimi binafsi nasema pia Watanzania waniamini, nina uwezo wa kuvaa viatu vya marehemu Magufuli kwa kuwatumikia Watanzania kwa utumishi uliotukuka. Hilo ndio lilikuwa kubwa na kimsingi. Vipi vipaumbele vyako sasa katika kuwatumikia wananchi wa Tanzania? Nimesema vipaumbele vyetu sisi kimsingi viko vitatu. Kipaumbele cha kwanza tumesema ni elimu, kipaumbele cha pili tumesema ni kilimo, na kipaumbele cha tatu tumesema ni afya. Hivyo basi tunaamini Watanzania endapo watatuamini Oktoba 29, tumesema tutatoa elimu bure kutoka chekechea mpaka chuo kikuu. Na wakati huo pia tumesema elimu yoyote itakayopatikana duniani kokote ambao tutabaini ya kwamba tukiwapeleka vijana wetu wa Kitanzania watakwenda kufundishwa elimu bora na hatimaye wakapata ujuzi ambao ule ujuzi utakuwa una maslahi kwa Watanzania, tutawapeleka na gharama hizo zitagharamiwa na serikali ya Chama cha Makini. Kuhusu kilimo, nimesema dhahiri shahiri tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya kilimo, na wakati huo nimesema nikiingia Ikulu nimewapromise vijana kuanzia miaka 21 mpaka miaka 35 nitawapatia ekari 5 bure, na hizo ekari zitaendana sambamba na kupewa hati miliki ambayo ile hati itakuwa ina jina la huyo ambaye tutakuwa tumempa kijana wa Kitanzania. Kwa nini tunataka tutoe pia na hati? Tunaamini kwamba vijana wa Kitanzania hawaaminiki kwenye taasisi za fedha. Hivyo basi kwa mara ya kwanza chini ya serikali yangu vijana wa Kitanzania watakwenda kuaminika kwenye taasisi za fedha ndani ya nchi na nje ya nchi. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia wakati huo mimi nagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kuwa nimefika Geita, nilikuwa sina sababu ya kutokuja kuzuru, kwa sababu pia sikupata fursa ya kuja kumzika rais wetu. Kwa hiyo nimechukua hiyo fursa pia ya kufika hapa na kuja kuitembelea familia na kuzuru kaburi lake. Kwa hiyo ni sehemu pia ya ibada.